wanakimbia, wengine wametumwa na kuhubiri mikubwa. Lakini sisi tumetumwa hapa kwa sababu Mungu anajua ametupatia nini cha kutenda kazi. Alipowaita, alipowapatia uwezo na mamlaka. Na hii uwezo na mamlaka tutaona kwa Matendo ya Mitume ilikuwa ni uwezo wa mamlaka jinsi gani. Na nitasoma Acts chapter 1 from verse 1 to verse 8. Tasoma vifungu kadhaa, vifungu 7 ama 8 katika Matendo ya Mitume 1 kuanzia mstari wa kwanza. Anasema hivi katika kitabu. Katika kile kitabu, kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale wa mitume aliowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi, baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo utawarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Jina la Bwana libarikiwe. Now, the key text ni chapter 1 verse 8. Lakini yale mengine nimeyasoma kuleta habari, nyinyiriko ya habari, tupate kufahamu Yesu anataka kutuambia nini mchana wa leo. Hapa amesema hivi, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Nimetangaza habari ya ubatizo tarehe 26 mwezi ujao, mwezi wa 4. Huu batizo wa kutumbukizwa ndani ya maji unakuwa ni ubatizo wa toba. Ubatizo ule wa nguvu ni ule Bwana anasema, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Hata kabla utabatizwa pale, hata kabla utabatizwa na Roho Mtakatifu,